RS Berkane wame funga magoli 12, lakini magoli 12 ambayo wameyafunga, magoli 8 wameifunga timu moja ambao ni wale kutoka Afrika Kusini, Stellenbosch. Maana ya aggregate jumla ilikuwa inasoma 8-1, na goli ambalo wameruhusu goli pekee katika hatua ya makundi, Berkane wameruhusu goli moja ambalo goli hilo wameruhusu dhidi ya Stellenbosch. Kwa katika zile timu tatu, kwa sababu kundi lilikuwa na timu 4, Berkane ikiwemo ndani, katika zile timu tatu, timu moja imefungwa goli 8, alafu timu moja imefungwa goli 3, kwa maana ya mechi ya kwanza ilifungwa 2, mechi ya pili ikafungwa 1, zikawa goli 11. Alafu mechi moja nyumbani kwa Berkane ameshinda 1-0, zikawa goli 12. Mechi ya marudiano ikatoka 0-0. Kwa ujumla katika hatua ya makundi ameshinda magoli 12, lakini magoli 8 akiwa amefunga katika timu moja ambayo ni Stellenbosch. Lakini tazama lile kundi ambalo RS Berkane ametokea pale, hakuna timu yoyote ambayo ilikuwa inakaribiana ubora yenyewe pamoja na RS Berkane. Lakini nenda katazame zile mechi ambazo nafikiri ilikuwa ni Lundason, nenda katazame zile mechi ambazo RS Berkane amezicheza katika hatua ya makundi. Hata hiyo mechi ambayo ametoa sare suluhu ya bila kufungana, nenda katazame ile timu, yani kwa ubora, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja, benchi la ufundi, ni kama RS Berkane katika kundi lake, yeye kama alikuwa na 100%, manake waliokuwa wanamfuatia hizi timu zingine tatu manake zilikuwa kwenye 30%. Nani ambaye alikuwa anapigia chapo pengine kwenda kuungana na RS Berkane? Hakukuwa na timu, yani hizi timu zingine tatu yoyote alikuwa na nafasi ya kwenda, lakini wamekuja wakatoa sare ya bila kufungana na timu kama na timu ya aina hiyo. Lakini kuna kitu kimoja pia ambacho tunaweza tukakitazama kuelekea katika mchezo huu ambao unapigwa tarehe 17 kesho kutwa, mechi ambayo Stellenbosch wamefungwa magoli 5 pale Morocco, na nenda katazame mechi ya hatua ya nusu finali ambapo CS Constantine kafungwa goli 4 pale Morocco. Style of play ya CS Constantine pale Morocco dhidi ya Berkane, nenda katazame style of play ya wale Stellenbosch ambao walifungwa goli 5, ambao ndio timu ambazo zimefungwa goli nyingi zaidi inawezekana katika msimu huu na RS Berkane. Nenda katazama style of play ya Stellenbosch, jinsi ambavyo walicheza na Berkane ukafungwa hizo goli 5, unafanana na style of play ambayo walicheza CS Constantine ukafungwa magoli 4 dhidi ya Berkane. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nenda kawatazame Simba jinsi wanavyocheza wakiwa away, alafu nenda kawatazame hizi timu ambazo zimefungwa goli nyingi pale Morocco na RS Berkane. Maana yake ni kwamba namna walivyokuwa wanacheza wale CS Constantine pamoja na Stellenbosch, walikuwa wanacheza open play sana. Maana yake walikuwa wanashindwa rest defense, yani wanaposhambulia sana. Hata walivyokuja wale RS au Stellenbosch walivyokuja Benjamin Mkapa, tulikuwa tunaona ni wazuri sana, tena wanaongeza numbers sana katika box cha mwisho cha mpinzani, kwa maana karibu na lango la Simba wanajaa sana. Sasa ukicheza na timu za ukanda wa kaskazini, kwa maana ukanda wa UNAF, kazi yao wao ni kupiga tu mipira mirefu. Wakipiga mipira mirefu wanaweka kwenye channel, na wale Berkane wana wachezaji ambao wana huo uwezo wa kukimbia na chaki, lakini wana mshambuliaji ambaye ni target man wa kuunganisha mipira ambayo inapigwa kwenye kona. Sasa kitu ambacho walikuwa wanakifanya RS Berkane ni kuachia mpira Stellenbosch pamoja na Constantine, wanakuja kisha beki akichukua mpira anatupa pembeni, rest defense wanakuta hawako vizuri, tayari wanawekwa mpaka zikafika hivyo. Nenda kaitazame Simba wana style hivyo toka wameanza kucheza michuano hii kombe la shirikisho, majibu ni hakuna. Maana yake ni kwamba Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Kagoma katikati ya uwanja, nidhamu hali ya juu sana. Abdurazaki Hamza, Chamu Karabu, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein. Kuna muda Mohamed Hussein na Shomari Kapombe wao kazi yao ni kwenda kusaidia, kwenda overlapping, kwenda kuvuka zaidi ya winga, yani winga anabaki alafu yeye anaenda zaidi, kwa maana Mohamed Hussein ama Shomari Kapombe. Lakini Fadlu Davis amekuwa ni muumini anapokutana na timu yenye uhatari, hasa wa counter katika mashavu haya pembeni. Maana yake anawapiga pin, anawabadilishia majukumu. Wachezaji ni wale lakini
wanabadilishwa majukumu. Mohamed Hussein, wewe usivuke mstari wa katikati, muache winga wako, kama ni Kibu yuko juu yako, kama ni Mpanzu yeye ataenda kumaliza, lakini kulingana na mpinzani ambao tunacheza naye, mheshimu, usiende juu sana, baki katika eneo hili, linda eneo la nyuma. Sasa kama ni hivyo, manake wanakwenda kupata shida RS Berkane namna ya kuifungua Simba, kwa sababu tumewashuhudia RS Berkane katika zile mechi ambazo zilikuwa ni laini sana kwa upande wao, kila kitu kilikuwa kinahesabika kwa upande wao, ni alama 3, lakini wamepata shida kucheza kwa sababu tu ya hiyo timu ilikuwa imekaa nyuma. Na Berkane unapata shida kwa timu ambayo imepaki basi container la maana, inapata shida, haina hao wachezaji wanyuna. Mara nyingi timu za Kiarabu hazina wachezaji hao wanyumbulivu, sijui mtu anakusanya, hata ukienda pale Al Ahly hutakuta mtu kama Elie Mpanzu wakuondoka na kijiji, yani wao ni gusa achia tuondoke. Mipira mirefu wanapenda sana, mipira kuunganisha, faulu wanaunganisha, wanapenda sana. Kwa nikitazama mazingira kama hayo, bado namuona Simba na nafasi kupata walao goli moja, na akipata goli moja maana yake anatengeneza mazingira mazuri zaidi ya kuja kucheza vizuri katika dimba la nyumbani. Mimi katika hilo niseme tusubiri muda utahukumu. Dakika 90 zitaamua. Dakika 90 za kwanza zitaamua nani atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuinua makwapa katika shirikisho. Lakini tuangalie hapa nyumbani, tetesi zimekuwa ni nyingi, mambo ni mengi. Tuangalie klabu ya Yanga, lakini tuangalie tetesi. Fika 35 yanatarajiwa kufika 50 mpaka kufika siku ya Jumamosi kuelekea pale Mkokwani Tanga kwa ajili ya nusu finali ya kombe la shirikisho ama kombe la CRDB Federation. Inachezwa Mkokwani pale, CCM Mkokwani pale, wajaleo kuondoka Majaliwa. Wanataka matawi kutoka Dar es Salaam na maeneo mengine ziongozane. Kama una Costa yako, una Alphard yako, una gari lolote, basi una nafasi ya kuungana na kikosi cha Yanga cha mashabiki, lakini sababu sio wachezaji watakwenda na ndege, watakwenda na Air Tanzania, wanakwenda nao. Kwa hiyo mabasi takriban 50 yanatoka Dar es Salaam yanakwenda kule, hiyo ni taarifa. Lakini katika najaribu kuangalia idadi ya mabasi na mashabiki wa Yanga hawa ambao wanatoka Dar es Salaam tu ni mabasi 50. Najaribu kuangalia capacity ya uwanja wa Mkokwani na wanatanga wenyewe kutoka Muheza, Kigombe, Pangani, sijui Kilapura, Pongwe, sijui itakuwaje huo uwanja wa Mkokwani. Siku inaonekana utatapika. Na miongoni ukitaja timu ambazo zina mashabiki, Coastal Union wanayo. Yani ukiondoa Yanga, ukiondoa Simba, ni Coastal Union, African Sports zamani. Wana kimanumanu na wana mangush, kina Pamba Jiji wale huwa wana mashabiki wao, lakini Coastal Union kwa hivi sasa unaweza kaweka katika top 3. Wana hao mashabiki wao ambao wao si Yanga wala si Simba. Maana yake mashabiki wengine unakuta ni shabiki wa Azam FC ama ni shabiki wa Dodoma Jiji, lakini yeye pia ni Simba ni Simba ama ni Coastal, unaweza Coastal Union mwanachama hai kabisa. Kwa dimba la Mkokwani sofa ni matumaini yangu litajaza, na ndio target kubwa. Dimba linatakiwa kujaa mashabiki wa Yanga wako takriban karibuni Afrika nzima. Kwa hiyo hata pale Tanga kwenyewe, ukizungumza Tanga, nusu ya mashabiki ni Simba, nusu ya mashabiki ni Yanga, alafu wachache utakao baki ndio wanatapaka. Yani Coast ndio Yanga, Coast ndio Simba kabisa huko sasa. Lakini bwana, taarifa za usajili